Tunaendelea katika risala yetu hii ahkamu al-udhiya, hukumu za kuchinja. Ahkamu al-udhiya, hukumu za kuchinja. Mpatieni juzu moja mzee hapa, mpatieni juzu moja. Mpatieni juzu moja mpeni. Hivyo tulisoma katika darasa lililopita hukumu al-udhiya, kwa hukumu yake katika madhehebi yote jumhuri ulama kwamba wao wamesema ni sunna muakkada. Baadhi ya wanazuoni wakasema ni wajibu. Tukaona dalili zao walizotoa, na tukaona vile vile kama kutoa thamani kwa malengo kwamba umekusudia kuchinja, lakini ukatoa thamani yake kwamba haijuzu, lazima ununue mnyama na uchinje japo kwa kuwakilisha. Na tukaona wakati wa kuchinja ni wakati gani. Tukaona kwamba ni baada ya sala ya Idi. Huwezi ukachinja kabla ya sala ya Idi, itakuwa ni kitoweo chako cha kawaida tu, lakini unatakiwa uchinje baada ya sala, siku ile ya kuchinja na siku 3 baada yake, ambayo inaitwa ayamu tashriq, mwezi 11 na 12 na mwezi 13 mwisho wake ni kuzama kwa jua. Sasa leo tunaingia katika shurutu al-udhiyati wa mawani'uha, sharti za hicho kinachochinjwa na vizuizi vyake. Kuna mambo gani yanazuia kwamba huyu hajuzu kuchinjwa, na masharti gani yanaweza kukamilika ili kwamba hiki kinastahiki kuchinjwa. Ama shurutuha, ama sharti zake, ukurasa wa 3 tunaondokea. Ama masharti yake, sharti la kwanza, an takuna milka lilmudahi, iwe ni milki ya yule anayechinja, awe kammiliki yule mnyama, ni milki yake. Ima ni wake anafuga au kanunua, lakini ni katika milki yake. Ghaira maghsuba, isiwe ni mwenye kuibiwa kwa nguvu. Ana nguvu zake, akaona akamkwapue mnyama wa watu amchukue, kwamba nini anataka kuchinja udhiya. Asiwe kwamba ni mwenye kuibiwa au masruqa, au ni mwenye kuibiwa. Maghsuba manake amemuiba kwa nguvu, ndio ana nguvu, hata kama wenyewe wapo anachukua tu. Na masruqa manake amemuiba, amevizia mwenyewe hayupo, akamchukua, amemchukua katika njia ya kumuiba. Au maruhuna, kwa hivyo asiwe kwamba kaibiwa kwa nguvu, wala kuibiwa kujificha ficha, wala asiwe kwamba amewekwa rahani. Ng'ombe wangu huyu nakuwekea rahani, kwa hivyo nataka 100,000 kwako, shakupa utarejeshia ng'ombe wangu. Kwa hivyo yeye akaona mchinje yule ng'ombe, hafai kwa udhiya. Au amana, au kaekewa amana bila rahani, yani kaekewa tu, wana amana yangu hii, nishikie mnyama wangu huyo mpaka baada ya muda fulani nitakuja kumchukua. Kwa hivyo kaekwa amana, hafai huyo kuchinjwa, au nyingine yoyote katika hiyo ambayo inatoka katika milki yake, au ghairaha, au nyingine yoyote ile isiyokuwa katika milki yake, haifai kuchinjwa. Hiyo ni sharti la mwanzo. Sharti la pili, an takuna min bahimati al-an'ami, awe ni katika wale wanyama wanaofugwa wenye miguu 4: ng'ombe, ngamia, mbuzi na kondoo. Hao tu ndio wanaruhusika bidalili al-aya, wa dalili ya aya, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am.
bahimatil an'am, ni wale wanyama wanaofugwa wenye miguu minne. Kwa hivyo kwa dalili ya aya, bidalili al-aya, kwa dalili ya aya, wa fi'lihi wa amrihi, na kitendo cha Mtume sallallahu na amri yake. Kitendo chake kwamba kachinja wanyama wenye miguu minne, na amri yake vile vile ameamrisha wachinje wanyama hao wenye miguu minne. Sharti ya tatu, an takuna balighata sinni, wao wamefikia umri wa kuchinjwa. Takuna balighata sinni, ile miaka imefikia, almu'tabari shar'an, inozingatiwa kisheria, yani an yakuna thaniyan, awe amekamilika ule umri wa kuchinjwa, lihadithi, wa hadithi ambayo la tadhbahu illa musinnatan, msichinje isipokuwa musinna, yani ule ambaye amekamilika miaka ya kuchinjwa kisheria, ambao tutawaona hiyo muthinna kwa ngamia ni nani, na kwa ng'ombe ni nani, na kwa mbuzi ni upi. Iwe imefika ule umri wa kuchinjwa kisheria, illa tusira alaikum, isipokuwa upatikane uzito kwenu nyinyi, hamjapata hawa wanaostahili kuchinjwa, basi fatadhbahu jadha, mtachinja jadha min adh-dha'ni, mnyama ambaye ni dha'ni, bimaana ni kondoo ambaye katika hali ya jidha, manake katika umri wa miezi 6. Tachinja kondoo mwenye umri wa miezi 6 ikiwa mmeshindwa kupata musinna. Mtachinja kondoo mwenye umri wa miezi 6. Rawahu Muslim, hadithi imepokea Imam Muslim. Sasa tumesema ni yakuna thaniyan, kwa hivyo thaniyu min al-ibli, huyu aliyefika miaka ya kisheria ya kuchinjwa katika ngamia, matama lahu 5 sinina, ni yule aliyefika umri wa miaka 5. Kwa hivyo ngamia afike miaka 5, kwa hivyo kuingia 6 ndio anaitwa thania, afike miaka 5 na kuingia 6. Kwa hivyo miaka 5 ndio anaitwa thania, itakuwa amefika ule mwaka wa kuchinjwa. Kwa hivyo chini ya hapo haijuzu, sharti imekosekana. Kwa hivyo ngamia awe na umri wa miaka 5 kuendelea, hakuna neno. Wa min al-baqari ma tamma lahu sanatani, na ng'ombe awe amekamilika miaka 2. Miaka 2 kuingia 3 hakuna neno, lakini asipungue miaka 2. Wa min al-ghanami, na katika ghanam, yani hapa tunakusudia mbuzi, matama lahu sana, mbuzi awe amefika umri wa mwaka 1 kamili. Chini ya hapo hajuzu kuchinjwa. Waljadhu nisfu sana, na kondoo awe ana nusu mwaka, yani miezi 6. Kondoo awe ana miezi 6. Hao ndio thania, bimaana amefika ule umri wa kuchinjwa kisheria. Kwa hivyo ndio masharti hayo ndio masharti ambayo tumeyataja matatu. An takuna milkan lilmudahi, iwe ni katika miliki yake. An takuna min bahimatil an'ami, awe ni mnyama wa kuchinja katika hawa wanyama wanaofugwa na watu wenye miguu 4. Haitojuzu mnyama wa porini. An takuna balighata sinni almu'tabari shar'an, iwe amefika ule umri wa kuchinjwa, katika miaka ya kuchinjwa umefika ambao unazingatiwa kisheria. Tojuzu kufanya unavyotaka wewe, lazima awe umri umefika. Ngamia miaka 5, ng'ombe miaka 2, mbuzi awe amekamilika mwaka 1, na kondoo awe amefika miezi 6. Ama mawaniuha, ama vizuizi ambavyo vinafanya kwamba mnyama huu hafai kuchinjwa, kuna vizuizi
fahiya al-uyubu al-mania, ni aibu zenye kuzuia min al-ijzai, kwamba haijuzu kumchinja mnyama huyu kwa sababu ana aibu. Wa hiya al-madhkuratu fi hadithi al-Bara ibn Azib, na aibu wenyewe zimetajwa katika hadithi ya Bara ibn Azib radhiallahu anhu. Qala, amesema Bara ibn Azib amesema, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alisimama mbele yetu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alisimama mbele yetu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akasema, arba'u la tajuzu fil adhahi, wanyama wa aina 4 haijuzu katika kuchinja, katika ibada ya udhiya hawafai kuchinjwa. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine, la tujzi'u, haitujuzu wanyama wa 4 kuchinja. Al-awra'u, mwenye chongo, albayinu awaruha, ambayo chongo yake iko wazi wazi, yani mnyama mwenye chongo anaangalia hivi kimakengeza kengeza hivi, hatajuzu kumchinja. Kwa hivyo sije kaona ng'ombe kanona akasema huyu tapata nyama nyingi huyu, lakini anaibu hiyo, haitofaa sababu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyesema hivi. Kwa hivyo al-awra'u, mwenye chongo, albayinu awaruha, na chongo yake iko wazi wazi kwamba huyu ana chongo. Kwa hivyo kipofu wewe usiulize kabisa, kipofu ndio kabisa hafai. Walmaridhatu, na mgonjwa, albayinu maradhuha, maradhi yake yako wazi. Namuona hasa huyu mnyama mgonjwa, hata kutembea hawezi, hatofaa huyo kumchinja. Walarja'u, na kilema, walarja'u, na kilema, albayinu arajuha, kilema chake kiko wazi. Kwa hivyo ile katika mgundo kabisa hafai. Kilema yana anatembea amevunjika kidogo, ana kilema, au ndivyo alivyozaliwa. Kwa hivyo ile katika mgundo kabisa hafai. Nikisema bwana amenaliana katika jahazi na nini, kwa hivyo huyu mzuri uchukua hana nini, hafai huyo, simchukue. Walkasiru allati la tunqi, na katika riwaya nyingine imekuja la jifa'u allati la tunqi. Sawa, imekuja alkasiru allati la tunqi, na riwaya nyingine ilikuja al-jifa'u, kilema. Sawa, al-arja'u walkasiru allati la tunqi, ni mgonjwa ambaye mifupa yake haina ubongo, ni ule ugonjwa ambao mifupa yake haina ubongo. Kwa hivyo mnyama ukimuona tu kwamba kadhofu sana, basi ujue mifupa yake haina ubongo mule ndani. Mifupa kawaida ina ubongo, kuna ubongo ule ambao uko kwenye kichwa mbali, kuna ubongo ule ambao uko kwenye mifupa. Sasa huyu anaitwa al-kasiru. Sawa, allati la tunqi, ambaye mifupa yake haina ubongo. Ametafsiri hapa al-arja'u adhaifa, ni mnyama ambaye ni dhaifu. Al-arja'u adhaifa, ni mnyama ambaye ni dhaifu, kimuona tu najua huyu mnyama ni dhaifu. Na al-arja'u manake ni kilema, ana kilema, yani katika umbile lake ana kilema. Na huyu al-kasiru tumesema dhaifa. Al-kasiru, al-kasiratu wal-ajfa'u wal-hazilatu, yote ina maana ni mnyama ambaye ni dhaifu, ni mnyama ambaye ni dhaifu. Ametafsiri hapo al-kasiratu, al-ajfa'u, al-hazilatu, yote ina maana kwamba ni mnyama ambaye ni dhaifu, umbile lake unamuona tu kwamba ni dhaifu. Kwa hivyo hafai huyo. Allati la tunqi, ambaye hana ubongo katika mifupa yake.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. na wanazuoni wa hadithi wanaifanyia kazi hadithi hii wanaifanyia kazi. Alula, wa mwanzo, al-awra'u, ni awra betu tumesema ni chongo. Albayinu awaruha, ambaye chongo wake uko wazi. Wa hiya allati in khasafat ainuha, jicho lake limetoka nuru, halina nuru. Au barazat, au limetokeza nje. Ukuta mnyama kama vile binadamu, kuna binadamu wengine macho yao yametoka nje hivi. Kwa hivyo na hao wanyama wako. Kwa hivyo kimuona huyo mtachinje tu kitoyo, msije mkachinja kwa ajili ya udhiya, hafai. Kama mtu anachinja na mgeni wake amekuja atamchinjia mnyama huyo, haya, lakini hafai kuchinja kwa ajili ya udhiya. Watalhaqu biha al-umya allati la tubsiru, vile vile anaingia hapo ndio zaidi, manake yule ambaye ni kipofu haoni. Mnyama ambaye ni kipofu haoni ataingia hapo hapo, kwamba haijuzu kumchinja kwa udhiya. Athania al-maridhatu, mgonjwa. Albayinu maradhuha, ambaye maradhi yake yako wazi wazi. Alhumma, pengine ana homa, anajionyesha sasa huyu ana homa. Waljarab, ana maradhi ya ngozi, ona ngozi yake imeharibika. Kwa kwamba mnene huyu, chukua tukuzia milioni 1 tu, chukua mnene huyu, mwambie hafai kwa ajili ya udhiya, ana maradhi ya ngozi. Adhahiru walmashuma, haya naibu, ni katika mnyama ambaye ni mgonjwa, maradhi, ana masala ya suu, ana uovu wowote ule, ana aibu yoyote ile mbaya, haifai. Wakadhalika ma aswabaha sababu almauti, vile vile yule ambaye mnyama amefikwa na sababu yoyote ile ya kufa. Sababu yoyote, hajafa, ni mzima, lakini zile sababu za kufa amepata, kwa hivyo hafai kuchinjwa. Kalmunkhaniqa, hatofaa. Aliyesongeka shingo ule. Kuna mnyama utamuona shingo imekaa upande hivi, shingo yake imesongeka, pengine wamepakiwa katika jahazi, wamekaliana na nini, kubanana kule, shingo yake imekaa upande namna hii, huyo munkhaniqa, hatofaa kuchinjwa. Walmawqudha, aliyepigwa, ni sawa kama kapigwa na mnyama mwenzake, ni sawa kama kuna mtu pengine kaingia kwenye konde yake akampiga magongo, ukamuona hasa huyu ukapigwa na yuko njiani kufa, hatofaa, huyu munkhaniqa. Walmutaraddiya, ameanguka, mbuzi kapanda kwenye nyumba ya michezani, alafu akajiangusha kule, akaanguka, akafika chini, hajafa, lakini huyu hatofaa huyu, kwa sababu hafiki chini kule kwamba atafika salama, hatofika salama, kaanguka kutoka juu, kwa hivyo hatofaa huyu kuchinjwa. Wanatiha, na yule ambaye amepigwa pembe na mnyama mwenzake. Annatiha, ona hasa hapa katobolewa na pembe, mnyama mwenzake kampiga pembe, ni sawa katika jinsi yake, ng'ombe mwenzake au mbuzi mwenzake, au kapigwa mbuzi, kapigwa na ng'ombe, au kapigwa na paa. Yoyote yule ambaye amepigwa pembe na mwenzake na akaleta athari, huyo hatujuzu kuchinjwa kwa udhiya. Wama akala sab'u, na yule aliyeliwa na mnyama. Kwa wenzetu sisi alhamdulillah hapa hatuna wanyama pori sana, hakuna wanyama pori sana, lakini kwa wenzetu wanyama sana pori, wengi sana. Utakuta simba kaingia kwenye kibanda cha mbuzi, ameshambulia mbuzi 10, 20, na wala nakata huyu, alafu anatoka huyo anaondoka.
Kwa hivyo yule aliyeliwa na mnyama hatojuzu kumchinja kwa ajili ya udhuhia. Kwa hivyo wote hao hawatojuzu. Athalitha na watatu, alarja'u, kilema, albayinu dhal'uha, ambaye anaenda ubavu katika kutembea kwake, anaenda upande. Albayinu dhal'uha, anaenda upande, hatembei sawa. Wa huwa allati la tastati'u muanaqata salima fi almashi, hawezi kukaa sawa akatembea sawa, hawezi, lazima anaenda hivi upande, huyo hatofaa kuchinjwa. Wakadhalika maqtu'atu arrijlaini, vile aliyekatwa miguu miwili hatojuzu. Kakatwa miguu japo hajamaliza, lakini umemuona kwamba huyu kakatika miguu, hatojuzu nyama huyo kuchinja kwa ajili ya udhuhia. Arabia na wanne, alkasiratu ila ajfa'u au ila hazila, nyama ambaye ni dhaifu, allati la tunqi ay laysa fiha mukhrun fi idhamiha, mifupa yake haina ubongo. Utamjuaje? Utamuona kwamba huyu ni dhaifu, yani mnyama mkubwa lakini kakonda baba, mifupa yake haina ubongo. Sababu yule kuwa na ubongo mifupa yake ndio namkuta nyama amenona nyama. Lakini kama mifupa haina ubongo, hata akala majani, umpe majani ale sana, utamkuta amekonda sana, huyo hatofaa. Na unaweza kusema utajuaje kama mifupa yake haina ubongo? Utakapomuona mwembamba, ukimuona tu mwembamba kadhofu, huyo hafai. Kwa nini? Kwa sababu mifupa yake haina ubongo, na ndio maana yake ukamuona mwembamba namna hiyo amekonda. Hivi tunasomeshana kwa sababu tuko mbele ya masiku haya. Waislamu wengi wananunua wanyama kwa ajili ya kuchinja. Kwa hivyo ajue mnyama wa kununua, pesa zake asije kazipoteza bure, akaona amefanya ibada ya udhuhia kumbe hakufanya ibada. Hadhihi al-uyubu almania min al-ijza'i, hizi ni aibu ambazo zenye kuzuia kwamba haitojuzu kuwachinja wanyama hawa. Famata wujida wahidu minha fi bahima, wakati wote ikipatikana aibu moja katika hizo kwa mnyama huyo anayechinjwa, lam tajuz at-tadhhiya, haitojuzu kuchinja mnyama huyo. Lam tajuz at-tadhhiyatu biha, haitojuzu kumchinja nyama huyo, lifaqdi ahadi shuruti, kukosekana moja katika masharti. Wa hiya as-salamatu min al-uyubi, nayo ni kusalimika na aibu. Mnyama awe amesalimika, awe hana aibu. Almani'ati min al-ijza'i, ambayo imezuia kutokujuzu. Al-ijza'i sio al-ajza'. Ajza' maana yake ni mafungu. Qala an-Nawawi, amesema Imam an-Nawawi, wa ajma'u, na wamekubaliana wanazuoni, ala anna al-uyub al-arba'a al-madhkura, kwamba aibu nne zilizotajwa fi hadithi al-Bara'i, katika hadithi ya Bara'i ibn Azib, la tujzi'u at-tadhhiya, haitojuzu kuchinja biha wanyama hao madamu ana aibu hizo zilizotajwa. Wakadha ma kana fi maanaha, hivyo iliyokuwa maana yake hizo nne. Kwa hivyo akitajwa chongo, maana yake kipofu ndio kabisa, haitojuzu. Akitajwa kilema, maana yake mguu ndio katika, ndio kabisa, haitojuzu. Kwa hivyo vile na maana yake au akbahu minha, au ilikuwa aibu mbaya zaidi kuliko alikuwa nayo, kalama, kama vile kipofu, wakati rijli, na kwamba kakatwa mguu, wa shibhuhu, na mfano wake, haitofaa mnyama huyo kuchinjwa. Katika sharh ya Imam Muslim, waqala al-Khattabi, amesema Imam al-Khattabi fil hadithi, katika hadithi hii, dalilun, kuna dalili ala anna al-aiba al-khafifa, kwamba aibu ambayo ni nyepesi adhahaya katika jambo la kuchinja,
maafuun anhu, jambo hilo leo linasamehewa. Ikiwa aibu ni ndogo tu, basi inasamehewa aibu hiyo. Umefahamiana? Ikiwa aibu ni ndogo tu, basi ana kibaka kidogo pale kwenye nini, hayo si maradhi ya ngozi, ni kibaka tu kidogo kimejitokeza, basi atafaa, kwa sababu albayinu maradhuha, maradhi yake ambayo yako wazi wazi. Kile kibaka kidogo ambayo haionyeshi kwamba ni maradhi, haionyeshi kwamba ni aibu kubwa, kwa hivyo hiyo itafaa kumchinja mnyama huyo. Ala tara, je huoni? Ala tarahu yakulu, huoni kwamba Mtume anasema albayinu awaruha, chongo yake iko wazi wazi. Walbayinu maradhuha, maradhi yake yako wazi wazi. Walbayinu dhal'uha, ameweka wazi wazi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ubavu wake uko wazi wazi, kwamba huyu anaenda kilema, ni kilema huyu, ubavu wake uko wazi wazi kwamba huyu ni kilema. Falqalilu minhu, kwa hivyo ile ambayo ni ndogo tu, aibu ndogo, ghairu bayin, haiko wazi hiyo, fakana maafuan anhu, hiyo inasamehewa. Kwa mnyama na aibu ndogo tu inasamehewa. Fala uyubu al-ukhra, na aibu nyingine la tamnahu al-ijza, haizuii kwamba mnyama huyu hafai kuchinjwa. Wala shaka, hapana shaka yoyote, anna al-udhiya al-kamila, kwamba jambo la kuchinja ibada hii iliyokuwa imekamilika, al-khaliya min al-uyubi, yule ambaye amesalimika na aibu, hiya al-afdalu, huyu ni mbora zaidi. Mnyama ambaye amesalimika hana aibu yoyote hata ndogo, huyo ni mbora zaidi. Wala ahsanu, na ni mzuri zaidi. Liannaha qurbatun ila Allah ta'ala, kwa sababu jambo hilo ni kujikurubisha kwa Allah mtukufu. Wakad kana almuslimuna, na kwa hakika walikuwa Waislamu, fi ahadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, yughaluna fil hadi wal adhahi, walikuwa wanatoa, wanagharamika, wanatoa, wananunua wale walioghali katika jambo la kuchinja na jambo la kuchinja udhiya. Walikuwa wananunua wale wanyama walikuwa ghali, maana yake wazuri. Kiwa ni ghali, maana yake hao ni wazuri. Yakhtarunahu saminan hasanan, walikuwa wanachagua mnene mzuri. Yulinuna bidhalika an ta'dhimihim sha'ira Allah, walikuwa wanatangaza kwa jambo hilo kuhusiana na kutukuza kwao yale matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika dini. Fi sahihi al-Bukhari, katika sahihi Bukhari, kaulu Abi Umama, imekuja kauli ya Abu Umama radhiallahu anhu, sema kunna nasmanu al-udhiya, ilikuwa tunachagua wale wanene katika wanyama wa kuchinja bil Madina, pale Madina. Wakana almuslimuna yasmanun, na ilikuwa Waislamu yusminun, wanachagua wale wanyama wanene kwa ajili ya kuchinja, maana wanatoa na gharamika, lakini wapate wale wazuri wazuri. Sio kwamba umeambiwa uchinja naenda kununua kijibuzi kidogo, hata mwaka hakijafika, na umeambiwa awe amefikia mwaka hajafika, unaona tabu kutoa 200,000 ukanunua mbuzi ambaye ana kiwango, ukanunua mbuzi ambaye ana kiwango. Unasema kuchinja ni kuchinja tu, naenda kununua kibuzi cha 60,000, kwa bado hajafika umri huo wa kuchinja, mtu atakuuzia, lakini hatofaa. وفي صحيح البخاري طيب وليحرس المسلم, na achunge muislamu awe na pupa, la ta'ammal al-udhiya, juu ya kuzingatia huyu mnyama ambaye atachinja, hala shirai, katika hali anaponunua. Angalia mnyama gani ananunua. Utahaqquq khuluha min al-uyubi, uhakikisha vile vile ameepukana na aibu, almania min al-ijza, ambayo zenye kuzuia na kutokufaa kuchinjwa huyo mnyama, awe hana aibu yoyote katika zote tulizozitaja. Wa kullama kanat aghla,
Na kila mnyama anapokuwa ghali wa akmal, na hiyo anapokuwa amekamilika zaidi, fa hiya ahabbu ila Allah ta'ala, huyo anapendeza zaidi kwa Allah. Sababu ni mzuri utauziwa ghali, adabu ni mzuri utauziwa ghali. Kwa hivyo jitahidi ununue. Wa adhamu li ajri, na huyo ana malipo makubwa zaidi. Li ajri sahibiha, ana malipo ujira mkubwa kwa huyo mwenyewe mwenye kununua mnyama huyo na akachinja. Wa dallu ala taqwahu, na hii inaonyesha juu ya uchamungu wake alionao. Achagua mnyama mzuri kabisa japo akanunua ghali. Na wale wauzaji wasiwakoboe watu. Mbuzi mpaka anamfika hapa, kwa mfano anamfika kwa mali 100,000. Sasa wewe unauza 2.5 kwamba watu watanunua tu. Huo si Uislamu, huo si Uislamu. Watu wafanye takhfifu. Wewe umeshaleta hapa, basi unaona faida, umeshapata faida kiasi, basi uza. Lakini kwamba umeenda kuchukua mbuzi mpaka hapa, gharama zote kusimamikia 100,000, sasa wewe lazima uuze 2.5, haifai. Kwa hivyo watu walizingatia vile vile jambo hilo. Sione kwamba watu watanunua tu, wakataka usitaka watanunua, haifai. Qala Sheikhul Islami, amesema Sheikhul Islami, wal ajru fil udhiya, na ujira katika jambo la ibada ya kuchinja, la qadri alqimati mutlaqa, inakuwa kadri ya ile kima mtu alichotoa katika kumnunua ule mnyama moja kwa moja. Kitoa pesa nyingi kwa ajili ya kununua mnyama mzuri, basi thawabu zinazidi, zinakuwa nyingi. Wa man arada an yudhiya, na yote ambaye anataka kuchinja, wala yajuzu lahu an yamassa min sharihi wa dhfarihi wala basharatihi shay'a, haitujuzu yeye kuchukua chochote katika nywele zake na kucha zake, wala ngozi yake kuchukua chochote, akatoa chochote katika mwili wake mpaka amalize kuchinja, kama hilo tulivyozungumza katika kitabu kile cha masiku 10. Tulizungumza vile vile fadhila ya masiku 10. Rawa Muslim, amepokea Imam Muslim wala arbaa, na Imamu wanne, an Ummi Salama, amepokea kutoka Ummi Salama, qalat, amesema Ummi Salama radhiallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha raaitum hilala dhilhijja, mtakapouona mwezi wa dhulhijja, maana dhulhijja umeshaingia, ambao mnaita mwezi wa mfungo 3. Warada ahadukum an yudhiya, na mmoja wenu akakusudia kuchinja, mwezi umeingia na mmoja wenu amekusudia kuchinja, falyumsik an sharihi wa adfarihi, azuie nywele zake na kucha zake, asitoe nywele zake wala kucha zake wala chochote katika mwili wake mpaka amalize kuchinja. Wa fi riwayatin ukhra, na katika riwaya nyingine, fala ya'khudhu min sharihi, asichukue nywele zake, wa adfarihi, na kucha zake, shay'an, chochote, hata yudhiya, mpaka atakapochinja, mpaka atakapomaliza kuchinja, atakuwa ni ruhusa kutoa nywele na nini. Kwa hivyo katika pahala ambapo wanakuwa pamoja wenye kutekeleza ibada ya hija na wale waliokuwa hawapo katika ibada ya hija ni hii, kwa sababu hapa wanaoambiwa sio wale wanaokwenda kuhiji, wale ni maarufu kwamba akishahirimia tu hatoi kucha wala hatoi nywele. Akishahirimia tu na akavaa nguo la ihramu lile, anakuwa hatoi kucha wala hatoi chochote. Kwa hivyo hapa tunaambiwa sisi ambao hatuko katika ibada ya hija, lakini tunakusudia kuchinja. Kwa hivyo mtu asitoe nywele zake wala kucha zake wala chochote katika mwili wake mpaka amalize kuchinja. Wa fi riwayatin, katika riwaya nyingine, fala yamassa min sharihi wala basharatihi shay'a, asiguse, bimaana asitoe nywele zake wala ngozi yake, asitoe chochote. Kwenye ngozi kuna nywele hizi ndogo ndogo hizi,
Waswahili wanaziita malaika. Hata hizo usitoe nywele za siri, usitoe nywele za kwapa, alibti usitoe mpaka umalize kuchinja. Idha khalafa al-amru wa idha khalafa al-amra, ikiwa mtu ataenda kinyume na amri hii, wartakaba nahya, ilikatazwa akalifanya, waka fil ithmi, ataingia katika madhambi, sababu amepinga amri ya Mtume sallallahu, ataingia katika madhambi. Wala alaqata baina fi'lihi wa baina qabuli al-udhiya, wala hakuna mahusiano kati ya kitendo alichofanya cha kunyoa au za kutoa nywele zake na kati ya kukubaliwa hiyo udhiya. Hakuna uhusiano. Udhiya itakubaliwa, lakini yeye amefanya makosa na amepata dhambi kwa kwenda kinyume na amri ya Mtume. Waman ihtaja ila akhadhi sha'ri, na yule anayehitajia, waman ihtaja ila akhadhi sha'ri, na yule ambaye amehitajia kuchukua nywele akatoa nywele yake, chawa wamemjaa kwenye kichwa chake, mchafu manake ni jitu chafu, sababu chawa hupati mtu ambaye ni msafi. Chawa hapati, kwa hivyo ni mchafu, akaingia chawa. Kwa hivyo akahitajia kwamba atoe nywele zake au dhufri au kate kucha kutokana na jambo lilompata, amejikwaa, kucha limekaa vibaya, inabidi alitoe. Akahitajia hiyo, au jildi au kwenye ngozi, fa akhadhaha fala haraja alayhi, akatoa nywele au hiyo kucha au ngozi yake, yeye atakuwa hana dhambi, hakuna tabu, kwa sababu ni dharura. Inda dharura tubahu almahdhura wa dharura tuqaddaru biqadariha. Waman dhaha, na yote atakayechinja, an ghairihi, akamchinjia mtu mwingine, biwakala, kwamba kawakilishwa, au wasia, au kapewa wasia, anakusia, wana utanichinjia nyama fulani siku fulani utanichinjia, fala yashmaluhu nahyu almadhkur, yeye haingii katika hii katazo lilotajwa. Yani yule aliyekulishwa yeye hatoingia katika katazo la kutoa nywele, yeye atatoa kama kawaida. Yule aliyewakilishwa hana uwezo wa kuchinja, hakika wakilishwa nichinjie mnyama huyu. Kwa hivyo yule aliyewakilisha yule, yeye hatonyoa, hatotoa chochote katika nywele yake mpaka atakapopewa habari na huyu aliyemwakilisha, bwana tayari shakuchinjia. Yeye ndio atatoa nywele zake au kucha zake au kila kitu chake anataka kutoa. Yule wakala yeye haimhusu katazo hili. Yule tajiri yeye ndiye inamhusu, yule anayekusudia kuchinja. Ama yule ambaye amewakilishwa, yeye alimhusu katazo hili, atafanya kila kitu, hakuna taabu kwake yeye. Sifatu adhabhi, sifa ya kuchinja. Unatakiwa uchinje vipi huyo mnyama? Tumeona ngamia anachinjwa aliyakuwa akasimama, wala hafungwe, amesimama ngamia. Anakuja mtaalamu, anachoma hapa kwenye kishimo hapa, kisu kikale, anachoma. Hachinji hivi, bali anachoma tu, damu inatoka, naye ametulia hivi hivi mnyama, hebu mbio, ametulia hivi hivi, wala hataki kusomewa. Kwamba watu wengine kwa vitabu wasomea, hahitaji kusomewa. Kwa hivyo damu ikishamaliza kutoka, ile ikimaliza utamkuta mwenyewe anaanguka. Ndio Allah aliposema idha wajabat junubuha ay saqatat, utakapoanguka ubavu, fakulu minha wa atimu albaisa alfaqir. Kwa hivyo inakuwa amesimama, kwa hivyo ndio ikawa saqatat, wajabat ay saqatat, utakapoanguka, sababu alikuwa amesimama. Kwa hivyo ngamia anachinjwa namna hii, lakini ng'ombe analazwa. Ng'ombe analazwa na hauwezi kumchinja bila kumfunga. Ng'ombe mnafunga, sababu ng'ombe ndio ng'ombe, unamfunga alafu unamchinja. Ama mbuzi, sifa yake ni hii ambayo tunahitaji hapa. Man kana yuhsinu adhabha, yule ambaye anaweza kuchinja vizuri, faliyadhbah binafsihi, achinje yeye mwenyewe, si mwakilishe mtu. Wala yuwakilu fi dhabhiha
wala siwakilishe katika kuchinja. Katika kumchinja mnyama siwakilishe, bwana nakuwakilisha mchinjie, madamu anaweza kuchinja na achinje. Li hadithi Anas radhiallahu anhu, wa hadithi ya Anas bin Malik Allah amridhie. Anas amesema dhaha an-nabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alichinja bikabashaini, alichinja kondoo wawili aqranaini, wenye pembe mbili, kondoo wawili wenye pembe, amlahaini, weupe. Mlahaini, katika hadithi nyingine kuna takdimu wa taakhir, kabishaini amlahaini aqranaini, na hiyo imekuja bikabishaini aqranaini amlahaini. Kwa hivyo alichinja kondoo wawili wenye pembe kuonyesha kwamba ni wanene, tena mlahaini walikuwa ni weupe. Nasema vile vile ni weupe ambao na weusi ndani yake. Faraaituhu wadi'an qadamahu, limuona Mtume ameweka mguu wake ala safahihima, kwenye shingo yake, ameweka kwenye shingo zao wanyama hawa. Yusamma wa yukabbir, ikawa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema bismillah, alafu asema Allahu akbar, anasema bismillah na analeta takbir. Fadhabahahuma biyadihi, Mtume aliwachinja kwa mkono wake mwenyewe, aliwachinja hawa wanyama kwa mkono wake. Hadithi muttafaqun alayhi, imepokewa na Bukhari na Muslim. Kwa hivyo mtu anaweza kuchinja achinje, hawezi kuchinja basi tawakilisha, na kiwakilisha mwenyewe kama yupo itakuwa vizuri zaidi, ahudhurie pale kwenye kuchinjwa itakuwa vizuri. Ana dharura basi tawakilisha, alafu yeye taendelea na mambo yake. Walianna dhabha qurbatun, na kwamba kuchinja ni katika jambo la kujikurubisha kwa Allah, katika ni ibada manake. Wa kaunu al-insani, na kwamba mwanadamu yatawalla al-qurbata bi nafsihi, yeye mwenyewe ndiye anayetawalia jambo la kujikurubisha kwa Allah yeye mwenyewe. Afdalu mina istinaba, jambo la kujikurubisha yeye mwenyewe katika ibada kama hiyo ya kuchinja ni bora zaidi kuliko kuweka mtu niaba. Kurba ni vyema ajikurubishe mwenyewe kuliko kuweka niaba. Qala al-Bukhari rahimahullah, amesema al-Bukhari Allah mrehemu, amara Abu Musa al-Ash'ari aliamrisha banatihi, aliwaamrisha wanawe, an yudhahina biaidihinna, wachinje kwa mikono yao. Aliamrisha wachinje kwa mikono yao. Kuna watu wasema mwanamke hachinji, dhambi. Sio dhambi, si dhambi, anachinja. Wengine wanaona huruma, lakini anayeweza kuchinja basi ni jambo vizuri, wanachinja wanawake. Na fi sahih Muslim, na katika sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam, nahara 63 badana, Mtume sallallahu alayhi wasallam alichinja ngamia 63 biyadihi, kwa mkono wake. Alichinja ngamia 63 kwa mkono wake. Wastanaba aliyan fi nahari ma baqiya min badanihi, Mtume sallallahu akamweka Ali niaba, akamwambia wamalize wale waliobakia katika wale ngamia, sababu jumla ilikuwa 100. Kama alichinja ngamia 100, nililetewa zawadi ngamia 100, akawachinja. Ilikuwa Eid al-Adha, akawachinja 63 yakachinja kwa kadiri ya umri wake. Ameishi miaka 63 Mtume, kwa hivyo akachinja ngamia 63. Kwa hivyo waliobakia akamwambia Ali wamalize. Kwa hivyo inajuzu kuweka niaba vile vile, inaonyesha inajuzu. Walidhalika yajuzu istinaba fi dhabhi, inajuzu kuweka niaba katika jambo la kuchinja, inajuzu. Mfahamiana, inajuzu. Anaweza kumweka mtu niaba akakuchinjia, sababu unapata zile wewe umechinja na umewalisha watu, unapata thawabu, wewe mwenyewe unakula, basi inakuwa vizuri zaidi. Wa inda dhabhi turai al-umura al-atiya, wakati wa kuchinja uchunge mambo yafuatayo. Wakati wa kuchinja unatakiwa uchunge mambo yafuatayo. Al-ihsanu
ila dhabiha, kumfanyia ihsani yule mnyama unemchinja, kumfanyia ihsani wema yule mnyama ambaye unemchinja. Wema kama upi? bi'amalin kulli ma yurihiha inda dhabhi, kwa kufanya kila ambalo litampa raha katika kumchinja yule mnyama, kufanya kila jambo ambalo unaona litampa raha katika kumchinja yule mnyama. Sio kwa sababu ni mnyama uchinje tu, kisu hakipati unachekecha, kisu hakipati unachinja tu hivyo hivyo, hapo unapata dhambi. Unatakiwa ufanye kila inavyowezekana umpe raha ule mnyama. Kisu kinoe vizuri, usimweke kwenye wanyama wenzake wakaona nao vile vile wanachinjwa, mstiri mbele ya wanyama wenzake, usimweke. Kwa hivyo mpe raha. An Shaddad ibn Aus, mepokea kutoka Shaddad ibn Aus radhiallahu anhu anna Nabii sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay, hakika Allah ameandika kifanyiwe ihsani kila kitu. Inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay, Allah ameandika kila kitu kifanyiwe wema na ihsani. Fa idha qataltum, mnapoua, fa ahsinu al-qitla, kuua kwenu mfanye vizuri. Yani mnaua kisheria, kwamba huyu anastahiki huyu kuuliwa kwa jambo alilofanya, basi mnatakiwa kule kuua mfanye vizuri. Namkata mtu, nampiga upanga mmoja, tayari ameshakufa, kichwa kiko kule, mwili uko kule, umeshaua tayari kushaua, lakini umefanya vizuri. Sio kwamba mtu kwanza kafiri huyu vipi, eti unatoa jicho kwanza, unakata shikio, unakata kama unamuua kama vile unaua kuku. Nini kafiri? Wamesoma wapi hawa makhawariji? Au makhawariji wamesoma wapi kwamba anamchinja mtu rohoni alafu unaonyesha ulimwengu mzima kwamba tunaua makafiri? Nani alisema hivyo? Hadithi za Mtume inasema hata ukiua, unaua kisheria, basi ua ufanye vizuri. Na kuua kufanya uzuri, kisu chako ukinoe, panga lako ulinoe, unamuua mtu mara moja na malizika. Kwani malengo si kuua? Sasa kuna nini kufanya tamthili kwamba kwanza umekata sikio, umefanya hivi? Haya ni mambo ya Kiislamu. Kwa hivyo mnapoua mfanye uzuri katika kuua. Wa idha dhabahatum, na mnapochinja, fa ahsinu dhibha, fanyeni uzuri katika kuchinja. Mtume akafahamisha, waliyuhadda ahadukum, na anoe mmoja wenu shafaratahu, kisu chake akinoe vizuri, waliyurih dhabihatahu, akistareheshe kile anachokichinja. Kisu mashallah umekinoa, umemweka mara moja, tayari mnyama ameshakufa, tayari umeshakata mishipa kila kitu, unampa raha ule mnyama. Sio kwamba unachikicha kisu akipati, unafanya unavyotaka. Hii sio sheria ya Kiislamu, bali kisu chake mtu akinoe vizuri ili akistareheshe kile ambacho anakichinja. Na hata mnapoua, basi ufanye uzuri katika kuua. Unakata kichwa, basi unamkata kichwa, kata kichwa, unakata kichwa, kinakaa mbali na yeye anakaa mbali, basi. Sio unafanya tamthili kama umekata hapa kidogo, umetoa vidole, la, huo sio Uislamu. Hadithi hii rawahu al-Imam Muslim, amepokea Imam Muslim. Hadithi nyingine ani Ibn Umar qala, amepokea kutoka Ibn Umar radhiallahu anhu, amesema, amara an-nabii sallallahu alayhi wasallam bihaddi shafara, tuma ameamrisha kinolewe, visu vinolewe, wantuwara anil bahaim, na mnyama awekwe mbali na wanyama wenzake, asione mnyama mwenzake anapochinjwa, bali wekwe mbali. Wakala, na Mtume akasema, idha dhabaha ahadukum falyujahiz, atakapochinja mmoja wenu ajiandae. Na kujiandaa wenyewe ni kule kwamba mnyama unamstarehesha
kwa kisu kukinoa. Kisu kinoe umchinje vizuri. Rawahu Imam Ahmad wa Ibn Majah na maimamu wengine wametaja hadithi hii. Inshallah tafika hapa.